Habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Salma Shabani. Serikali ya Japani ikishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP wamekabidhi boti mbili za doria zenye thamani ya dola milioni 1.6 sawa na shilingi bilioni 4.2 ikiwa ni hatua ya kuimarisha ulinzi na usalama katika ukanda wa bahari na maziwa makuu, maeneo ambayo yanakabiliwa na viashiria mbalimbali vya uhalifu vinavyotishia usalama wa watu na mali. Boti hizo zimezinduliwa leo na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba katika bandari ya Dar es Salaam tayari kwa kuanza kutumika. Akizungumza kabla ya kupokea boti hizo chini ya mradi wa kuimarisha ulinzi, ufuatiliaji na ulinzi wa bahari katika maji ya pwani ya Tanzania kufuatia athari za mgogoro wa Bahari Nyekundu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania ikiwa imezungukwa na bahari, rasilimali zilizopo katika maeneo hayo zinahitaji ulinzi madhubuti ili kuhakikisha usalama na amani vinaendelea kudumishwa. Dr. Nchemba amesema mradi huo unalenga kuongeza uwezo wa serikali katika kuzuia na kupambana na vitendo vya kihalifu baharini ikiwemo uharamia, usafirishaji wa dawa za kulevya, biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu, utoroshaji wa maliasili na uvuvi haramu. Maelezo ya mradi huu yanaonyesha kuwa pamoja na ununuzi wa boti za doria ambazo leo tumekusanyika kushuhudia uzinduzi wake, lakini mradi huu umekuwa na manufaa makubwa mengine yakiwemo kutoa mwongozo wa kitaifa wa kukabiliana na vitendo vya kihalifu katika bahari pamoja na maziwa makuu. Lakini pia kumekuwepo na utaratibu wa kuendesha kituo cha kitaifa cha pamoja cha operesheni na kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani kupitia mpango maalum wa mafunzo, ujenzi wa miundombinu ya kukaushia samaki na kutoa mafunzo kwa wakulima wa zao la mwani na ujenzi wa kaushio pamoja na ununuzi wa mashine za kusaga mwani katika wilaya ya Mkinga kule mkoani Tanga. Akizungumzia mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 5.99, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi amesema kabla ya kukabidhiwa boti hizo zilifanyiwa majaribio na ukaguzi wa kiutendaji pamoja na viwango vya kiusalama nchini Japan kabla ya kusafirishwa hadi Tanzania. Boti hizi mbili zina sifa kuu ya kasi kama boti ya awali na ndio sababu nazo zimepewa jina la samaki huyo. Hii ni kutokana na ukweli kwamba mwendo kasi wa juu wa boti hizo ni 50 knot, yani 50 knot, sawa na kilomita 92.6 kwa saa, ambapo kwa majini ni mwendo mkubwa sana. Nimeambiwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na wataalamu kutoka hapa mpaka Zanzibar boti hii inatumia nusu saa. Kwa ina maana kwenda nusu saa, kurudi nusu saa, kwenda nusu saa. Na boti tunazozitumia kwenda Zanzibar kwa mwendo mmoja tu ni karibu huo. Kwa hiyo itakwenda, itarudi, itakwenda, hii nyingine ndio inafika. We are neighbors across the ocean. The importance of ensuring safety and security across the Indo-Pacific could not be emphasized enough. I know that Japan and Tanzania share common interests here. In addition to the patrol boats, more than 1,500 seaweed farmers benefited from improved farming practices, modern technologies, and a better processing method. Through the office of the Honorable Prime Minister, we also handed over seaweed milling machines, dry locks to boost production quality and the incomes of the coastal communities. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Wanawake wapatao 200 waliokuwa wakiishi na changamoto za ugonjwa wa fistula na baadaye kupata matibabu kupitia hospitali ya CCBRT sasa wananufaika na mafunzo ya ujasiriamali yanayotolewa na Mabinti Center, kituo kilicho chini ya hospitali hiyo kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi na kurejesha hadhi yao baada ya kupona. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa mradi huo, mkurugenzi mtendaji wa CCBRT Brenda Msangi amebainisha kuwa mafanikio ya programu hiyo yanatokana na ushirikiano wa wadau mbalimbali, hivyo ametoa wito kwa taasisi, kampuni na watu binafsi kuendelea kushirikiana na CCBRT ili kuwafikia wanawake wengi zaidi wanaohitaji uwezeshaji wa kiuchumi baada ya kupona fistula.
kuwapa ujuzi mbalimbali ambao wao wenyewe wanaweza kutumia ujuzi huu kuweza kujipatia kipato na kusimama kwenye jamii. Rai yangu ni kwamba wadau ambao mnaweza kutushika mkono, karibuni sana, ili tuhakikishe kwamba wakina mama hawa ambao wamepata hii changamoto ya fistula tuweze kuwajengea uwezo na waweze kusimama. Katika kuunga mkono juhudi hizo, Benki ya Standard Chartered Tanzania imetoa shilingi milioni 21.4 kwa ajili ya kuimarisha mafunzo ya ujasiriamali yanayolenga kuwainua wanawake hao kiuchumi baada ya kupona. Pesa hizi ambazo tumezitoa zitakwenda kuwasaidia katika kupata mafunzo ya kushona, mafunzo ya kutarizi, lakini vile vile mafunzo ya jinsi ya kumiliki na kuendesha biashara. Aidha, miongoni mwa wanufaika wa mafunzo hayo wamesema yamewapa ujuzi wa kuanzisha shughuli za kujipatia kipato, lakini pia wameomba wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kuunga mkono programu hiyo ili wanawake wengine zaidi waweze kunufaika. Tangia nimelikava, yani nimelikava kwa kila kitu, kwa sababu nimepatiwa matibabu, nimepatiwa ujuzi na naendeleza kuihudumia familia yangu. Tunaomba muendelee kutufadhili kwa sababu wapo wengi wenye uhitaji. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Witness Ngalawa. Urasimu uliokuwa ukichelewesha rufaa za zabuni sasa unaanza kuwa historia baada ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma PPAA kuhamia mfumo wa kidijitali unaoharakisha utoaji wa haki na kuongeza uwazi kwa zabuni. Matumizi ya mfumo huo wa kielektroniki yameelezwa kupunguza muda na gharama za kushughulikia malalamiko pamoja na rufaa za zabuni, huku yakirahisisha uwasilishaji wa nyaraka na kuongeza uwajibikaji katika mchakato mzima. Mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa PPAA Nelson Kesi akizungumza kwa niaba ya katibu mtendaji wa PPAA James Sando amesema hayo wakati akizungumza na wadau wa taasisi za umma jijini Arusha, akieleza kuwa maboresho hayo ni sehemu ya juhudi za kuifanya huduma ya rufaa za zabuni iwe ya haraka, yenye uwazi na inayopatikana kwa urahisi. PPAA inawaelekeza wazabuni wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi kuhakikisha kuwa wanatumia moduli hii kuwasilisha malalamiko yao na rufaa zao kwa kuzingatia sheria ya ununuzi wa umma pamoja na kanuni zake pale wanapoona hawakutendewa haki katika zabuni walizoomba. Baadhi ya wadau wa taasisi za umma na binafsi wamepongeza matumizi ya mfumo huo, wakisema umeondoa usumbufu wa kusafirisha nyaraka kwa njia ya kawaida, hatua inayopunguza gharama na kurahisisha uwasilishaji pamoja na ufuatiliaji wa rufaa. Tunafarijika na tunaipongeza PPAA kwa ubunifu kwa maana ya kuja na uboreshaji wa moduli ya ununuzi ya kushughulikia rufaa kwa maana kupitia njia ya kielektroniki. Tunaishukuru PPAA kwa kuwasaidia wananchi kwa kupokea malalamiko mbalimbali, hasa pale wanapokuwa wanabidi hizi tenda za serikali wanapokuwa hawafanyiwi haki. Mamlaka ya rufani za zabuni za umma inaeleza kuwa matumizi ya mifumo ya kidijitali yanaendelea kuwa sehemu ya jitihada za serikali za kuimarisha ufanisi, uwajibikaji na upatikanaji wa haki katika sekta ya ununuzi wa umma kwa wazabuni wa ndani na wa kimataifa. Yamila Omar, Channel 10, Arusha. Maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco wameingia katika eneo la Ceuta, eneo ambalo linadhibitiwa na Uhispania katika Afrika Kaskazini, huku jeshi la polisi likisema hakukuwa na uwezo wa kukadiria idadi kamili ya watu waliovuka mpaka huo. Mamlaka zinasema jumla ya watu 18 wamefariki dunia walipokuwa wakijaribu kufika katika eneo hilo la Uhispania, huku wimbi kubwa la wahamiaji hao likiendelea kuongezeka. Hata hivyo, inaarifiwa kuwa idadi ya waliowasili ilikuwa ndogo ikilinganishwa na ile ya mchana, kwani wahamiaji waliendelea kuwasili usiku kucha na bado walikuwa wanaingia eneo hilo hadi asubuhi ya leo.
Naam, kupanda kwa bei ya mafuta na mvua nyingi zilizonyesha katika msimu huu mkoani Songwe kumesababisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Ruanda Idiwili yenye urefu wa kilomita 20 ambao inatekelezwa na wakandarasi wanawake na ikiwa ni kwa kiwango cha lami kushindwa kukamilika kwa wakati. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi yuko mkoani Songwe kwa ziara ya kazi akitembelea miradi mbalimbali ya maendeleo. Ndipo akabaini mradi wa ujenzi wa barabara ya Ruanda Idiwili ambao utekelezaji wake ni wa mwaka mmoja na ulipaswa kukamilika Agosti 26 mwaka huu, lakini hadi sasa umejengwa kwa asilimia 38.5. Meneja wa wakala wa barabara mkoa wa Songwe mhandisi Frederick Mande amemweleza waziri changamoto zinazotajwa kukwamisha mradi huo. Changamoto ya kwanza ambayo imepelekea huu mradi usikamilike kwa wakati ni mvua nyingi katika eneo la mradi. Changamoto nyingine ilikuwa upatikanaji wa maeneo ya kuchimba kifusi kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Changamoto nyingine ilikuwa uondoaji wa miundombinu katika eneo la mradi, kwa maana miundombinu ya umeme na miundombinu ya maji. Changamoto nyingine ongezeko la bei ya nishati ya mafuta. Kuna changamoto ya mafuta pia ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwetu kwa sababu mafuta yamepanda mara 2 ya. Baada ya kuelezwa changamoto hizo, Waziri Katambi akawa na haya. Changamoto zilizoelezwa ninakubaliana nazo, lakini nyingine katika miradi mingine pia sitakubaliana nazo. Kwa mfano, changamoto mojawapo tumeelezwa kuna changamoto ya mvua nyingi katika eneo la mradi Mwaloha Embuleti Zotula. Nimeongea hapo Kiingereza, mlitaka mvua isinyeshe. Tungeomba hao wawekezi au mkandarasi aliyeajiriwa hapa hivi vijiji viwili atutengenezee hizi barabara za kuchepukia ambazo ni road diversion. Lakini Mheshimiwa Waziri, huu ni mradi mmoja. Katika mkoa wetu wa Songwe sasa hivi tuna miradi ya zaidi ya bilioni 132 ambayo inatekelezwa. Mheshimiwa Rais amedhamiria kutaka kuunganisha wilaya hii ya Mbozi na wilaya ya Ileje kupitia barabara hii ya lami. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Ujenzi wa shule ya sekondari Mtopesi wilayani Songea mkoani Ruvuma unatarajiwa kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali wa takribani kilomita 17 kutafuta elimu, changamoto iliyochangia utoro, kuacha shule na mimba za utotoni kwa baadhi ya wanafunzi wa kike. Wananchi sasa wanaishukuru serikali kwa kuwajengea shule ya kisasa kijijini kwao, wakisema imewarudishia matumaini ya elimu bora na salama kwa watoto wao. Kwa miaka mingi kilomita 17 zilikuwa zaidi ya umbali kwa watoto wa kata ya Kilagano wilayani Songea mkoani Ruvuma kutafuta elimu. Zilikuwa kikwazo kilichogusa usalama, mahudhurio na hatima ndoto zao. Leo uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 1 wa serikali katika shule ya sekondari Mtopesi umegeuza changamoto hiyo kuwa historia, huku wananchi wakishuhudia elimu ikisogezwa mlangoni mwao. Kiukweli mimi rohoni nimefurahi. Shule kama hii nzuri ilibidi ijengwe mjini Dar es Salaam, Dodoma, lakini kutukumbuka sisi huku vijijini, kijiji cha Lugagala, ni jambo la heri. Kwanza utoro ulikuwepo, mtoto unaweza kusema ameenda shuleni kumbe hajaenda shuleni, yupo hapa katikati. Wanaweza kutanguzana wakasema tunaenda shuleni, mwisho wa siku shuleni haonekani. Lakini kwa saa hizi shule yetu imejengwa hapa, manake hii jambo halipo. Mkuu wa shule ya sekondari Mtopesi Ayubu Obadia Mhagule anasema shule hiyo imeleta mabadiliko makubwa kwa wanafunzi, ikiwemo kupunguza utoro na kuwapa muda zaidi wa wanafunzi kujifunza, huku wanafunzi wa shule hiyo wakisema mazingira salama ya shule yamewapa matumaini mapya ya kutimiza ndoto za maisha yao. Lakini mimi kama mkuu wa shule, kwanza ninashukuru sana mamlaka kwa kuniteua na kuona ninafaa kufanya kazi hii. Jukumu langu au kiu yangu ni kuhakikisha naionyesha mamlaka iliyoniamini kuhakikisha tija iliyokusudiwa kutoka kwangu inapatikana, na hili linaonekana kwa vitendo. Ndoto zangu zinaenda kutimia kwa sababu hii shule ina mazingira rafiki ya mimi kujisomea na kuweza kutimiza malengo yangu. Hata nikipata changamoto, siwezi nikakaa na changamoto yangu wakati shule ina walimu ambao wapo karibu na sisi kutusikiliza muda wote. Tunashukuru serikali yetu kutuletea shule hii, shule ambayo ina mazingira salama ya kujisomea
walimu wapo, tunajifunza vizuri, na ninaahidi kuwa kwa serikali yetu kwa kutuletea shule hii hapa na kutuona ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, na tunaiahidi kufaulu. Kwa kufanikisha uwepo wa shule hii kubwa na ya kimkakati ambapo takriban shilingi bilioni 1 zimesimikwa kwa ajili ya ujenzi wa shule hii kubwa na ya kimkakati. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Mtopesi, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Huko kwingineko, kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza, ambao unahusisha kundi hilo kusalimisha silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestina, ikiwa ni hatua ya majeshi ya Israel katika eneo hilo. Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo, ambapo chanzo cha kisiasa cha Israel kutaka kuondolewa kwa silaha katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo tangu mwezi Oktoba. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kuweka silaha chini kwa Hamas itakuwa rahisi kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Biashara TNBC, Dr. Godwin Wanga amesema ili kuchochea azma ya Tanzania kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kuwa na uchumi wa dola trilioni 1 bila ni muhimu kuimarisha mazingira ya biashara mtandao. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano maalum wa kujadili namna ya kuboresha biashara mtandao nchini, Daktari Wanga amesema serikali inapaswa kutatua changamoto zinazoikabili sekta hiyo, ikiwemo ukusanyaji wa mapato, ucheleweshaji wa bidhaa na gharama za malipo katika mifumo ya biashara mtandao. Na changamoto nyingine ya kufikishia ile bidhaa ulioinunua kupitia mtandao kutoka huko majuu, au labda biashara zetu tunapouza huko nje ya nchi, basi tunapata changamoto ya ile biashara kufika kwa wakati, na mtu angetegemea akinunua kitu kama vile unavyonunua instantly mtu anakipata. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA Daktari Nkundwe Mwasaga pamoja na mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa akili unde Afrika Dennis Mwigusa wameeleza umuhimu wa matumizi ya teknolojia na akili unde katika kuimarisha biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidigitali nchini. Angalia ukubwa wa soko la biashara mtandao la Tanzania kama lilivyopimwa na taasisi mbalimbali, inaonyesha kwa mwaka jana ilikuwa takriban milioni za Kimarekani 600, na sasa hivi wamebashiri kwamba biashara mtandao kwa Tanzania itakuwa kutoka katika 10% mpaka 15%. Sasa uelewa, watu wanakuaje na wanawezaje kuwa na uelewa wa kutumia hiyo teknolojia kwa ajili ya shughuli zao? Wanatakiwa waelewe, si ndio? Wawe trained, either ni capacity building hizo au programs mbalimbali, hata kwa kutumia vyombo vya habari kama hivi na namna nyingine. Esther Mtebe, Channel 10. Wanafunzi 71 waliohitimu stashahada ya utabibu katika chuo cha afya na sayansi shirikishi mkoani Lindi wametakiwa kuzingatia maadili ya taaluma ya afya, ikiwa ni pamoja na kutunza siri za wagonjwa, uadilifu na uharaka wa kimfumo, ili kuhakikisha wagonjwa watakaokuwa wakiwahudumia wanapata huduma stahiki. Utabibu ni taaluma ya msingi ya huduma za afya. Kazi yenu kama wahudumu wa afya inagusa maisha ya binadamu ya kila siku. Dawa ikichukuliwa kwa usahihi na maelekezo sahihi sambamba na huduma iliyotolewa, maisha yanakuwa bora. Hivyo diploma yenu ina maana sana. Uwezo wa kutambua na kutunza wagonjwa kwa kuzingatia taratibu, ufuatiliaji wa wagonjwa na utoaji wa huduma kwa weledi, na umuhimu wa kuzingatia maadili ya taaluma za afya. Kozi yenu inaenda kugusa maisha ya watu. Kozi yenu inaenda kuponya watu. Kozi yenu inaenda kuhudumia watu. Naomba sana pale ambapo mtaingia katika ajira aidha za serikali au binafsi, nendeni mkafanye kazi kwa weledi, nendeni mkatumikie kwa moyo mmoja. Na wale ambao mngependa kujiendeleza pia, safari hiyo
ipo wazi kwa ajili yenu, kwa sababu kwa sasa tayari mna vigezo vya kupanda juu zaidi. Ni nyinyi hapo sasa kukaa na familia zenu na nyinyi wenyewe kufanya maamuzi juu ya hatua ijayo. Kwa hatua yoyote mtakayoamua, tunaamini itakuwa chanya, yenye baraka na manufaa kwa taifa letu. Pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na uongozi wa chuo katika kuboresha mazingira ya kujifunzia, bado tunakabiliwa na changamoto ya uchakavu wa majengo ya chuo. Sambamba na hili, kuna upungufu mdogo wa meza, viti na baadhi ya vifaa vya maabara. Msibague kwamba mtu ana hali gani ndo muhudumie. Muhudumie mtu yeyote unayemuona, maana wema unalipa. Ukosefu wa huduma ya maji na umeme katika zahanati mpya ya Olasiti kata ya Nkaiti wilaya Babati kunatajwa kukwamisha utoaji wa huduma za afya, na hivyo wananchi kuendelea kutembea umbali wa hadi kilomita 10 wakiwemo wanawake wajawazito kufuata huduma hizo. Zahanati iliyopo kijiji cha Olasiti ni mradi uliobuniwa na wananchi wanaokadiriwa kufikia zaidi ya 5,000 kwa lengo la kuwapunguzia adha ya kutembea umbali huo mrefu kufuata huduma za afya eneo la Mijingu, hali ambayo inahatarisha afya zao. Mradi huu ulianza mwaka jana na lengo la mradi huu ni uliibuliwa na wananchi kutokana na mahitaji. Na kijiji hichi kina zaidi ya watu 5,000 na ukanda huu asilimia kubwa ni wafugaji. Kwa hiyo wengi walikuwa wanakosa matibabu, angalau wanatembea zaidi ya kilomita 10 kwa ajili ya kufuata matibabu. Hata hivyo, pamoja na kubuni na kujenga mradi huu kwa milioni 213, changamoto hii ya kutembea umbali mrefu imeendelea kusalia kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji na nishati ya umeme hapa. Pamoja na hayo, kwa bado tunaona kwamba mradi huu umekamilika na kwa ajili ya matumizi, lakini pia bado kuna changamoto. Changamoto ya kwanza, kuna maji. Maji kuweza mradi kutumika pasipo maji itakuwa ni changamoto. Tumejaribu kuwasiliana na uongozi wa BAWASA, wameahidi wataleta maji, lakini maji mpaka sasa hawajaleta. La pili, kuna umeme. Umeme mpaka sasa hawajaje. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amefika hapa kujiridhisha na hali ilivyo kwenye ziara yake ya halmashauri ya Babati ya ukaguzi wa miradi na kukutana na wananchi na kuagiza huduma hizo kufikishwa kwenye zahanati hii katika kipindi cha mwezi mmoja toka sasa. Mheshimiwa DC, mpaka mwisho wa mwezi wa 8 hapa paanze kufanya kazi. Sawa. Yaani kutokea kwa sababu sehemu moja imeshamalizika, hakikisha hapa moja maji yamepatikana, BAWASA waje hapa wachimbe kisima, kwa sababu haiwezekani paanze kufanya kazi bila maji. Hilo ni la msingi, ndio la kwanza. Lakini la pili umeme, lakini pia tujue kitongoji hichi kipo kwenye mpango wa kutoa umeme, na umeme lini unakuja kwetu. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Zaidi ya watu 1500 wanakadiriwa kufariki kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea, ambapo pia kunakabiliwa na changamoto kubwa. Lakini jumla ya visa 3442 vya Ebola vilikuwa vimethibitishwa nchini humo, ambapo watu 1521 wamepoteza maisha, huku kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kikisema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani linatokana na visa na vifo vilivyokuwa havijathibitishwa au kurekodiwa katika taarifa zilizopita. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 mwaka huu venye virusi vya Ebola Bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Serikali ipo mbioni kukamilisha ujenzi wa shule ya kisasa ya awali na msingi kwenye kata ya Chanika katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga kwa lengo la kutatua changamoto ya watoto wadogo waliokuwa wakilazimika kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Akielezea maendeleo ya mradi huo ambao upo katika hatua za mwisho za ukamilishaji, huku ujenzi wake ukigharimu zaidi ya shilingi milioni 300, Mwalimu Teresia Nazari amesema mradi huo umezingatia mtaala wa elimu ulioboreshwa
na kwamba utakuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi. Ujenzi ulianza tarehe 1 mwezi wa 9 2025 na tunatarajia kukamilika tarehe 30 Agosti kwa mujibu wa mkataba. Mradi huu umetekelezwa kwa force account kwa kutumia mfumo wa NeST ambapo hadi sasa utekelezaji wake umefikia 95%. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese pamoja na katibu wa CCM wilaya Handeni Bi Mayasa Kimbau wanaelezea mafanikio yaliyopatikana wilayani hapa. Mwaka uliopita wa fedha tumeletewa takriban bilioni 7.1 kuja kutekeleza miradi mbalimbali. Tukasema sisi tuna nini cha kumrudishia Mheshimiwa Rais? Zaidi sana ni kusimamia hali ya usalama na utulivu katika wilaya yetu ili aweze kuchapa kazi na kutufikiria mambo mengi. Lakini kwa kiasi ambacho ilani imetekelezeka kwa muda huu toka mwaka 2025 baada ya uchaguzi, lakini kabla ya hapo, wakati mama akichukua kijiti, mwenye macho anaona. Akiongea mara baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa shule hiyo, ikiwa ni mwendelezo wa wiki ya shukrani kwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wa jimbo la Handeni mjini ambaye pia ni naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Lauben Kwagirwa amesema Meona ni vyema kwa ule mwaka wa fedha ambao tumeufunga na ambao umeisha, mfanye maazimisho ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa wiki nzima kwa kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel. Na kwa taarifa hiyo basi moja kwa moja ndio ambayo inatuhitimishia habari za kitaifa na habari za kimataifa. Tuende mapumziko mafupi.